Vizuri sana. Hongereni sana. Kama ambavyo imekuwa ikisemwa mara kadhaa kwenye vikao vyetu, makusanyo ya mapato tunakwenda vizuri sana kama halmashauri. Lakini sio hilo tu, ndugu mgeni rasmi, kule bungeni tulipokwenda kwenye kikao cha kamati ya bunge ya TAMISEMI, mkoa wa Njombe ulionekana kuwa ndio mkoa wa kinara, na hasa Njombe DC ambapo wananchi wanarejesha mikopo kwa wakati. Na nimetazama hata kwenye taarifa ya ripoti ya ukaguzi mkuu wa serikali. Kusoma kwenye ripoti, wakati wa ukaguzi marejesho ya mikopo ilikuwa bado milioni 78, lakini mpaka sasa imebaki chini ya milioni 30 tu ambazo hazijarejeshwa. Na tunatoa mikopo mingi. Kwa hiyo Njombe DC tunakwenda vizuri. Waheshimiwa madiwani, hongereni sana. Haya ni mafanikio ya kwenu, kwa sababu halmashauri hii ni ya kwenu ninyi. Lakini la pili, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana mkurugenzi na timu yake. Kwa kweli wanatusimamia na kutoa ushauri mzuri, na wakati wote wamekuwa wepesi kupokea ushauri wa waheshimiwa madiwani. Na huo ndio msingi wa mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku CMT wanaweza kuwa na mipango wamependekeza, inakuja kwenye baraza wakiwa na maoni yao wakiyatoa, CMT wamekuwa wepesi kupokea ushauri, na ndio maana tunakwenda vizuri. Kwa ndugu mkurugenzi, tunakushukuru kwa ushirikiano huo mkubwa ambao unatupa. Lakini la pili, tumie nafasi pia kushukuru sana ofisi ya mkoa. Mheshimiwa Nindi, rasi wetu wa mkoa, mimi ni mbunge wa kitaifa, na waheshimiwa madiwani na viongozi mtakuwa mashahidi kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa inafanya kazi nzuri sana, na rasi wetu ni kama amekuja na baraka njema. Alipokuja yeye, tukapata heshima ya kuandaa sherehe za wafanyakazi kitaifa mkoani Njombe, na injini ya uratibu wa shughuli zile ilikuwa chini ya mkuu wa mkoa, na hasa rasi, kwa sababu rasi ndio mashina ya utumishi kwenye mkoa. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini si hivyo tu, ofisi ya mkoa mmetusaidia, mmeandaa hapa mkutano mkubwa wa kitaifa wa watunza kumbukumbu. Niwaambie waheshimiwa viongozi, mambo haya sio madogo. Unapoandaa haya matukio makubwa, kwanza tunautangaza mkoa ndani na nje ya Tanzania. Tunapoutangaza mkoa, tunafanya wawekezaji wengi kuja kufanya biashara mkoa wa Njombe. Lakini la pili ambalo ni la muhimu zaidi, ile mikutano inakuja na watu ambao wanaleta mapato kwenye mkoa wetu wa Njombe. Kwa wanaonufaika na ugeni ule ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni wafanya biashara wa mkoa wa Njombe. Lakini si hivyo tu, ofisi ya mkuu wa mkoa mmekuwa mstari wa mbele sana kuvutia wawekezaji, lakini pia kutoa hamasa kwa watumishi. Ofisi ya mkuu wa mkoa mnawapa hamasa watumishi wetu kufanya kazi vizuri sana, na mmekuwa sio kikwazo kwenye hilo. Tunawashukuruni sana ofisi ya mkuu wa mkoa. Tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Mtaka kwamba tunawatakia heri, tunatambua. Lakini pia Dr. Nindi, nikuhakikishie ofisi ya mkoa wa Njombe, na hili pia utupelekee salamu kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mikoa mingine wabunge waliorejea bungeni hawazidi 20%, wengi wa kurudi. Sisi mkoa wa Njombe tumerudi 99%. Kwa hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya hawajawa kikwazo kwa sisi viongozi kufanya kazi. Kwa hiyo rasmi ninakushukuru, na hata madiwani wamerudi 99% wako hapa. Kwa Mheshimiwa rasmi tunakushukuru sana. Tumekuwa na DC wetu Mheshimiwa Sweda, ni mtu mwema sana. Mheshimiwa DC yeye ni mtu wa kazi, na akisema saa 2 ni saa 2. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, sisi tunakushukuru sana. Umekuwa ni kiunganishi kizuri kati ya Njombe DC na maeneo mengine. Jambo moja la mwisho, ndugu mgeni rasmi na waheshimiwa madiwani, jambo kubwa ambalo lazima tulifanye, nikiwa mbunge lazima niwaambie, kesho tunapiga kura ya kupitisha bajeti ya serikali. Asubuhi baada ya maswali na majibu tutakwenda kupiga kura. Na mnajua utaratibu wa kupiga kura huwa kila mbunge anaitwa kwa jina lake.
Kwa jimbo la Lupembe mimi nisipokuwepo kupiga kura, maana yake Lupembe tumekataa budget. Kwa mimi kesho nitakuwa bungeni na nitapiga kura ya ndio kwa niaba yenu, au mnasemaje? Lakini kubwa kwenye budget yetu ya kipindi hiki, waheshimiwa viongozi, na hili ni muhimu sana tulijue, budget ya mwaka 2026-27 itakuwa ndio budget ya kwanza ya uongozi wetu awamu hii ya 6, awamu ya pili. Kuna sisi madiwani, hii ndio budget yetu ya kwanza kutekeleza, ya kuanzia mwezi Julai. 74% ya budget hii ya serikali itategemea fedha za mapato ya ndani. Kwa kama kuna eneo, waheshimiwa viongozi, mko maafisa wetu wa tarafa mko hapa, maafisa wetu wa kata mko hapa, ambao mnafanya kazi nzuri sana. Kama kuna jambo tunahitaji kufanya kwa bidii zaidi, ni kukusanya mapato ya ndani kwenye ushuru na biashara, ili kusudi tutekeleze mipango ya serikali, kwa sababu serikali imeamua sasa kwenda zaidi ya 74% kujitegemea wenyewe, bali kutegemea fedha kutoka nje. Kwa kila fedha, kwenye matunda, kwenye mbao, kwenye biashara, lazima tusimamie. Kwa heshima madiwani, kuanzia sasa kwenye kata zetu kutujue kabisa kwamba budget hii 2026 tunaanza budget ya kwanza. Kama kuna mambo tuliahidi, chama chetu kimeahidi, mwenye chama yuko hapa, tunakwenda kufanyia kazi mambo hayo. Kwa heshima madiwani, ni wasi sisi kule bungeni tumepigania sana, tumejitahidi kwenye budget hii, tumepigana, tumesaidia kushauri serikali kwamba watu wakianza biashara wapewe muda angalau mwaka mmoja bila kuanza kulipa kodi, ili watu wengi waanzishe biashara. Lakini pia tumejitahidi kushauri serikali kwamba tunataka sasa mapato ya halmashauri ya ndani, zamani tulikuwa tunatenga 10% tu, sasa hivi tunakwenda 15%. Kwa tukipambana Njombe DC, tukikusanya mapato mengi yanabaki halmashauri. Tukikusanya kidogo tunapata hasara sisi wenyewe. Lakini pia jambo jingine kubwa ambalo tumejitahidi sana kushauri serikali, tumekuwa na changamoto kubwa ya barabara za vijijini. Tumeiomba serikali fedha zote za barabara za TARURA, za TANROADS zilizotengwa kwenye mafuta na kwenye bidhaa mbalimbali ziende moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Kwa barabara zetu sio madiwani zitakuwa bora sana miaka ijayo. Kwa serikali na mipango mizuri, tunakwenda vizuri. Basi baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa mwenyekiti, nataka nitoe salamu hizo. Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia, yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe mji mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb, ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie, wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako.